Tuko lolo watu liko kimbia masasi kwa grave. Tutoka ku barriere hapa. Watu ya kimbia grave hapa. Hapa tuko lolo. Hapa tuko lolo watu liko kimbia grave ku barriere. Sasa kwa lia terrible. Make decision ya kukamata aeroport ya Kavumu mwisho ni bazalendo ya kwetu, bazalendo bakutokea Bunyakiri, bakutokea Kalonge, bakutokea wapi, bote banashuka wakufunga manjia, bashafunga manjia, njia ya Muresa kwanza hivi inafungiwa. Njia ya nani ya Katana inafungiwa. Na hapa kwa aeroport ndio midundu naanza sasa. Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo. Tukiwa tumekuandalia habari ambapo ni tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo mapambano na mapigano yanazidi kuonekana na kuripotiwa maeneo mbalimbali pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia tutakwenda kuangalia habari zote za Bukavu, habari zote zinazopatikana pale Sake na habari zingine zinazopatikana Goma, habari zote zinazopatikana pale Nyangezi na Nyatende, maeneo zote ambapo kunapatikana mapambano na machafuko mengi sana kati ya FARDC na wazalendo wakipiganisha waasi wa M23 ambao bado wanazidi kuendelea kwenye mapambano hayo ya vita. Mapambano yameweza kuripotiwa maeneo mengi sana pale Nyangezi. Yameweza kuripotiwa pale Nyangezi kabisa, huku habari ikiwa mbaya sana upande wa M23. M23 walikuwa wameacha store zao nyingi sana za maslaha pale Nyangezi wakati walipigwa na kutoka kukimbilia kwenye mji wa Bukavu. Maeneo yale yote mapambano yameweza kuripotiwa wakiwa wanapambana kabisa kuanzia siku ya jana na siku ya leo na juzi. Mapambano yameweza kuripotiwa hapa, japokuwa hawakukawia sana kwenye mapambano. Mapambano haya yameweza kuripotiwa kabisa kwenye kilima kirefu sana ambacho kinaitwa Antene. Pale ku Antene pale mapambano yaliweza kuripotiwa kule juu, ambapo kulikuwa kunaripotiwa kwamba M23 walikuwa maeneo yale wakiwa wanarusha mabomu na kupambana na vikosi vya wazalendo maeneo yale. Lakini hali ilikuja kuwa ngumu sana upande wa M23 na kuchukuliwa au kunyanganywa kilima hicho ambacho walikuwa wamezuia, ambacho kinaitwa ni Antene. Baada ya wao kukimbia kwa kile kilima ambacho kinaitwa Antene, basi walianza kukimbia maeneo mbalimbali na kuacha mji ule wa Nyantende na kusogea mbali sana, huku M23 wakihitaji kabisa kusogelea kwenye maeneo yote na kusogea kabisa, kukata mbele kwa mbele na kwenda kwenye mji mwingine ambapo wazalendo pia walikutaniwa wako maeneo yale pale kote Kavumu pale kwenye uwanja wa ndege. Mapambano yanaanza kuripotiwa kwa sababu masasi tena imeweza kusikika. Yaani kuna wazalendo ambao wametoka maeneo mbalimbali pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna wazalendo walitoka Bunyakiri, kuna wazalendo walitoka Kalonge. Wale wote wameweza kufunga njia zinazopatikana maeneo mbalimbali ambapo M23 walikuwa wanataka kupita. Njia yote ya Muranza, kama Muranza, hii majina jamani ni hatari, imefungwa kabisa. Hebu tazama kwanza raporo yetu afu tutakuja kurejea. Mimi nakwambia gra nani pere eme banakuya, tuko Chivanga, bombe ziko nalia hapa Samvula, biote viko napitika hapa. Mimi nasema hapa kuko hatari. Si hivi, mimi nakwambia tena tunakimbia. Depuis jana tulikimbia na leo tunakimbia. Ni kwa ile usiendeshe ubishi, banakuya make decision ya kukamata aeroport ya Kavumu mwisho ni bazalendo ya kwetu, bazalendo bakutokea Bunyakiri, bakutokea Kalonge, bakutokea wapi, bote banashuka wakufunga manjia, bashafunga manjia, njia ya Muresa kwanza hivi inafungiwa. Njia ya nani ya Katana inafungiwa. Na hapa kwa aeroport ndio midundu naanza sasa inalilia hapa. Mimi nauliza santre na kwenye bako banagombania na kwako ni combien de minutes? Kwenye biko nagombania biko kumulango baba niko ndoke ni kuangalia kukilima niko kuna kwaka Antene ndio kwenye bako nagombania na bali wengine na biko makati na kila mtu yake bunduki. Alo, donke unasema kama donke pale Nyangezi kuna kwa Banyamulenge ba mingi.
famili zao zote ziko hapa na wengi walikuwa hapa waonekanake wote wanaanza onekana mwingine na leo wanapoke na masira. Alors donc Banyamulenge bako kote ya M23. Biko kote ya M23. Bon alors sai hauyue benye sasa bako mu centre. Sai hauyue kama ni bazalendo ndio benye bako mu centre wala M23. Hata baba niko mu nyumba mimi najifungia siyo hata vile. Alors donc masasi ilianza na 15h. Ilianza na 15h30 na mpaka sai. Donc mabombe na maarme na maarme légère. Kila arme ya msaada na kila arme ya kidogo zote ziko nasikilika sai ndio zinabakia za kidogo zile za mabombe wapige tena. Mena sasa depuis jana, est-ce que depuis jana njo bazalendo balingia Nyangezi mule mu periferia Nyangezi walae? Iko depuis au moins 4 jours tuko na waona parce que niko naenda kwangu ku village na Murambi bananiongelesha niko tuko naonana tu biembe na tunaongea. Alors est-ce que walikuwa wanabambia kama batatake pour dibo ou bien Oui, depuis jana niko na avise batu batoke batoke bon. Pamoja baliende c'est vrai parce que on sante mkwete na batu batoke bashaka enda shie bana ume tu mwenye na kaza rona ndio mnyangali tu mwingine. Donc sai nyi bote muko chini ya kitanda. Papa tuko nagombanisha ndio na matolotolo sai. Pole sana bwana. Hapa kwanza mimi nalala njala kuna tena mwaya kuingia mafiga ni kuingia tu chini kitanda na vinaishi. Bon. Alors mais donc en tout cas pole sana. Donc ku antenne ni bazalendo ndio wako kule ku antenne wala bale ba M23? No, na M23 ndio ilipiga position kwa antenne kati yako kila arme zote za msaada kila arme ya nguvu zote pandisha kwa ile kilima. Alors kule ndio bazalendo walienda. Bazalendo walianzia pale kwa antenne ya pale Nyangezi. Pole sana bwana. Bo, sawa vingine basi kesho asubuhi utaenda kuita pour que njo unatupresize bwana. Yo vile tuko na tena na shiva suba ingie na shie tuangalie kisa kupumzika batutoshe kwa bajama. Mebandu yetu utapatikia batakimbia, njo probleme batakimbia. No vile depuis 15h mpaka saa vile hawakimbia manake na batakimbia tena. Achonda basi resulta ya usiku tuangalie. Merci beaucoup maître, Mungu akubariki na pole sana vraiment, Mungu awabariki. En tout cas damu ya Yesu kufuniki frère. Asante na kwako pia. Kwa kesho tatupatia ingine information kesho asubuhi baba. Asante. Merci. Hapa mara hiyo ni mapambano, hapana vile vya walikuwa na piga si kuko mapambano, hapana. Hapa ni mapambano kabisa. Sasa hatujajua itaisha wakati gani, sababu wakati ngambo zote mbili ziko zinapiga njoo mapambano, hao wanapiga wengine wanawarudishia. Lakini M23 wako kwa mlima wa Kamina na ni hapo wako wanapigia wenzao, wako ngambo ya Mulende, Institut Weza, kule Makarundu, Mamare. Kuna mimi nasikia kama kuku wengine walikuwa wanisha deborde kuvenye kujua Nyangezi kukumulima pale yulu ya kwa Gode mule Mkamina tu kwa sababu anatoka ngambo ya Ishamba. Wala Nyezi sai ni moto kumoto sai hapana bule bwenye walikuwa walishazoea batu bako napiga banabakia mnyumba maraba sai maboro ndio ziko na mwangika fasi yote mareplike ziko male na retour hapana ile turu male tu zilikuwa kama maraba sai ni ale retour kwa zote kabisa Nyangezi ziko na lia usikie tu benye habako habezi bielewa ne vraiment benye bako mu centre sai
wanakimbia. Naam, hizo ndio ujumbe ambazo zimeweza kutukuta hapa kwenye channel ya Mteba TV, zile ambazo tumeweza kuwekea. Unajua sisi huwa tunapenda kitu ambacho na wewe pia unapenda, kila ambacho tunajipakulia kabisa kwenye uwanja wa vita. Ni vita ambazo zimeripotiwa jana kuamka siku ya leo. Lazima tuwafikishie watazamaji na wasikilizaji wa channel ya Mteba TV. Kama ni mara ya kwanza kufika na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Hapo utakuwa umefanya vizuri, au kusambazia watu wote ambao wanapatikana. Kama una maoni mbalimbali, basi unaweza kutumia kwa hizo namba hapo, tutaweza kukujibu moja kwa moja, kwa sababu channel ya Mteba TV ipo masaa 24 kwa ajili yako na kufikishia habari mbalimbali zinazopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea na habari zetu kupitia channel ya Mteba TV. Tunaendelea na taarifa zetu pale ambapo kilima kile ambacho kinapatikana pale Nyangezi na maeneo mengine kinaitwa Antene. Wazalendo wameweza kukigomboa, wameweza kugomboa kile kilima na kufukuza M23 maeneo yale, huku M23 walikuwa wanashambulia kwa mpambano, kwa mashambulizi makali sana, huku wakiwa wanataka kugomboa watu ambao wamefariki kwenye uwanja. Unajua hawa M23 wanapigana kama wa Marekani, hawachagi maiti hata wafu wangapi, lazima wafanye nguvu zote na wachukue maiti zao na waondoke. Kwa hiyo unaweza kupiga mashambulizi makali kwa sababu wagomboe wachukue yale maiti zao maeneo yale. Lakini kuna zingine mapambano mengine huwa hawawezi kuchukua maiti, huwa wanabaki tu pale. Kwa hiyo tunaendelea na habari zetu, lakini tutakuja kukupa habari za Nyangezi. Nafikiri kila mtu anataka kujua habari za Nyangezi zinazoendelea. Kwenye taarifa zingine zinazokuja tutakwenda kujulisha habari za Nyangezi zinazoendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka chaneli ya Mteba TV. Goma. Watu wengi mazingira ya Goma wanatuandikia hapa wakiwa wanateseka sana kwa njaa, alafu hata raia wote wanaoishi pale Goma hawaruhusiwi kuwa na magrupu zozote zile maeneo yale. Wakikukuta una grupu au unawasiliana kwenye magrupu, wewe wanakupiga risasi la kichwa kwa M23. Kwa sasa hivi watu wote wanaoishi Goma wanaishi kwa wasiwasi, huku wakiwa wanahofia kabisa maisha yao. Wamekataziwa grupu zote za mawasiliano. Wamekataziwa, ukigundulika una grupu lolote linalotoa mawasiliano au la kisiasa na M23, wewe unauawa na M23. Taarifa hizi tunaweza kuzipata na wakazi wanaopatikana pale kwenye mji wa Goma, wakiwa hawana cha kusema maeneo yale, njaa ikiwapiga maeneo yale yote ya Goma, huku wakiangalia namna gani watafanya. Wameshindwa cha kufanya kwa sababu wako chini ya mamlaka nyingine, lakini wakizidi kulalamika na kulia na kusema kwamba serikali iweze kufanya nguvu zote na waweze kufika pale. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka chaneli ya Mteba TV. Karibu sana. Sake. Chifu wa Sake Adjoint aliweza kupigwa masasi na kufa na kuzikwa siku ile ile, ambaye yeye ameweza kupigwa masasi na M23. Watu wameweza kumvamia na kumpiga masasi, lakini watu wengi wakiwa wana mashaka makubwa sana dhidi ya M23 wanavyozidi kuwa viongozi wote wanaojaribu kujiunga na FARDC au kutoa taarifa zozote zile kwa serikali ya DRC. Huyu chifu ambaye alikuwa anaangalia mji mzima wa Sake ameweza kufariki dunia kwa kupigwa risasi, lakini pia kwa ukosefu wa usalama ambao unapatikana maeneo yale. Watu wengi sana wameweza kulalamika kwa taarifa hizi ya kwamba kwa nini chifu apigwe masasi, kwa nini chifu afe. Waliua watu wawili maeneo yale kwa sababu wanazidi kutoa taarifa au waligundulika wanakuwa wanawasiliana na serikali. Hali ya usalama inazidi kukosekana maeneo yote ya DRC pale ambapo panadhibitiwa na M23. Ukishagundulika tu kwamba wewe tayari unashirikiana na pamoja na raia ambao wako nje ya Goma au unashirikiana na serikali kutoa taarifa, ulinzi ni mkali sana kwa raia wote wanaopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakiwa wanakuwa hawana amani kabisa na nchi yao. Tunaendelea kukuambia habari zinazozidi kuendelea hapa kutoka channel ya Mteba TV. Tunakimbia moja kwa moja kwenye mji wa Butembo pale ambapo wasiwasi imeweza kuonekana nyingi sana, huku raia wakiandamana
wakisema kwamba kwa nini nchi inaondoka, wakichukua masanduku mbalimbali, wakizidi kutembea nayo kwa kuandamana. Lakini pia hata wasanii mbalimbali ambao waliofariki waliweza kuwatembeza tena kwenye mabarabara mbalimbali pale kwenye mji wa Butembo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka chaneli ya Mteba TV. Tunarudi kwenye mji wa Goma pale ambapo wasiwasi, japokuwa wengi wanatandikia wanasema kwamba angalau kidogo ka amani, kama vile siku hizi 2-3 hakuna masasi yaliyosikika pale, lakini wapo chini ya M23 pale Bukavu. Lakini mapambano haya yaliweza kuripotiwa pale Nyangezi, mapambano makali sana, huku M23 wakirudishwa nyuma kabisa mbali, na huku wazalendo wakizamiria kabisa kwa sasa kuingia maeneo mbalimbali. Lakini vita ni kali ambayo inazidi kuripotiwa, huku msaada wowote haupatikani kupitia nchi ya Rwanda kwa sasa, kwa sababu unajua hata wakiwasaidia Rwanda lazima ibaki kabisa na gala, ibaki na pesa, na ibaki na vifaa mbalimbali, kwa sababu hawawezi kujitegemea. Rwanda haiwezi kuwa na nguvu ya kusupport au kudhamini tena M23 maeneo yale, na kama anazidi kudhamini, yeye anazidi kubaki hana kitu. Wakati vita itakuja kuingia kwenye nchi yake, habari yake itakuja kuwa mbaya. Nchi zote zilizokuwa zinamuunga mkono, ikiwemo Marekani, inazidi kukaza vikwazo, lakini pia ikiwemo pia na Ufaransa ambayo inazidi kuweka vikwazo, na Uingereza pia ni hivyo inazidi kufunga kabisa na kumwekea vikwazo vikubwa sana kwenye maeneo yale yote. Kwa hiyo M23 wanavyozidi kupigana, wanavyozidi kusonga mbele, na wakashindwa, wakarudishwa nyuma, yale masasi yote wanayopiga, yale mabomu wanayopiga yote yanazidi kuisha, kwa sababu gala lote litaisha. Kumbuka Kagame au na watu wake wengine wanazidi kusonga mbele na mipango yao ya kuchukua maeneo yote ya Goma pamoja na Bukavu, lakini kitu ambacho ni kigumu sana kufanyika, kwa sababu ni nchi ya mababu wa Wakongomani, na wale ambao wanapambania uhuru au nchi yao kabisa iliachiwa na mababu zao, wameweza kubahatika sana dhahabu mbalimbali ambazo zinapatikana. Tuliwaambia tutakuja kuambia habari za Walikale kwenye taarifa nyingine inayofuata, lakini kwa sasa bado tunajikita kwanza maeneo mbalimbali ya mapambano yaliyoweza kuripotiwa, huku wazalendo wakisonga mbele na mapambano, wakichukua mlima mkubwa sana ambao ulikuwa ni vikwazo kikubwa sana ambacho M23 walikuwa wanatumikisha maeneo yale kabisa. Wazalendo walifanya kazi nzuri, wazalendo wote walifanya kazi nzuri, na wengine wazalendo wanazidi kuongezeka kwenye mji wa Uvira, wakizidi kutoka maeneo mbalimbali. Lakini pia watu wengi wanaweza kutoa malalamiko yao kusema kwamba kama una michango yako yoyote ya kusaidia wazalendo, unaweza kuona Mteba TV. Pia Mteba TV itakuongoza namna gani ya kutuma michango hiyo maeneo mbalimbali ambapo panapatikana machafuko na mapigano kwenye uwanja wa vita, huku tukishuhudia nchi mbalimbali zikizidi kuunga mkono DRC, ikiwemo Burundi, hata ikiwemo na Tanzania na nchi zingine zote zinazozunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mawazo, kwa michango, hata pia kwa kuwapa moyo Wakongomani ambao wanazidi kupitia changamoto au wakati mgumu kwa sasa. Kila saa ni masasi, miaka 35 mpaka 40 ni masasi tu, hakuna amani yote inayoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini huku wengine wakilia kwamba serikali haijengi barabara. Itajengaje barabara? Kuna barabara ambayo ilikuwa inatengenezwa pale Goma kwenda Ituri. Hiyo barabara ilikuwa tayari imeshaanzishwa kazi na wakandarasi pale, lakini hamna namna, na hivi M23 wako maeneo yale, hamna namna yoyote ya hiyo msafara kusonga mbele au kutengeneza hizo barabara. Kwa hiyo amani ikiingia, nafikiri kila kitu kitakwenda vizuri. Kila macho na kila mtu anazidi kuangalia kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka channel ya Mteba TV. Wazalendo mbalimbali ambao wametoka mikoa mingi sana, wapo Baraka, wapo njia zote mpaka wanafika kwenye mji wa Uvira, huku wengine wakizidi kupokea misaada kutoka maeneo mbalimbali kabisa, kutoka diaspora na watu mbalimbali wanazidi kuwasaidia, kwa sababu wengi wao ni wengi, hawana wandugu pale. Inatakiwa chakula kiwe kwa wingi sana, na serikali iliweza kufanya juhudi yao kupitia watu mbalimbali wanaozidi kuja kwenye mji
wa Uvira na kuja kupeleka misaada ya chakula pamoja na kuongea na wazalendo wote ambao wanazidi kutoka maeneo mbalimbali. Unazidi kusikiliza taarifa ya habari kutoka channel ya Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment, na taarifa zetu zinazidi kupanda, tunazidi kuchanja mawingu maeneo mbalimbali. Popote unapotufuatilia channel ya Mteba TV, endelea kuandika maoni yako mahali unapopatikana. Tuwashukuru tena wale ambao wako Australia, wako Canada, Marekani, Afrika Kusini au Afrika du Sud, Burundi, Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda, nchi zote. Inawezekana tumesahau kutaja nchi yako, lakini tunajua unatufuatilia sana 100%. Na wote wanapatikana Bukavu, Goma pamoja na Minova, Uvira, tunawapata sana, tunaona comment zenu, lakini pia tunaweza kuwashukuru sana kwa vile mnavyozidi kutunga mkono, na nyinyi pia na sisi pia tunazidi kuwapa taarifa. Tunafanya nguvu chini juu ili watu wote wanaopatikana duniani kote wapate taarifa zinazoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna watu wameweza kusema kwamba kwa nini unaongea kwa Kiswahili? Hili ni swali ambalo ni ngumu. Haiko kila chombo ndio kitaongea tu lugha ya Kifaransa. Lugha ya Kifaransa haiko lugha ya asilia. Kwa hiyo hatutaizungumza, wala Kiingereza hatuzungumzi, bali tunaongea lugha ya Afrika ambayo ni Kiswahili. Subscribe, like, comment, ciao.